Katika hatua inayodhihirisha mabadiliko makubwa ya namna vita vya kisasa vinavyoendeshwa, Iran imedai kuwa imefanya shambulio la makombora dhidi ya miundombinu ya kampuni ya Amazon nchini Bahrain, ikidai kuharibu kituo kikuu cha data cha Amazon Web Service AWS kinachotumika kuhudumia Mashariki ya Kati. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, shambulio hilo lilitekelezwa kwa kutumia makombora ya cruise kama sehemu ya operesheni ya kulipiza kisasi baada ya Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya Iran, ikiwemo mradi wa Dakhovin. Iran ilidai kuwa kituo hicho kilikuwa kikitoa msaada wa taarifa za kijasusi na huduma za kidijitali kwa majeshi ya Marekani katika eneo la Ghuba. IRGC ilisema kuwa kituo hicho cha Amazon kilikuwa na nafasi muhimu katika kuhifadhi na kusimamia taarifa zinazotumiwa na taasisi mbalimbali za Marekani na washirika wake katika ukanda huo. Vyombo vya habari vinavyohusishwa na serikali ya Iran viliripoti kuwa shambulio hilo lilikuwa wimbi jipya la mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani katika Mashariki ya Kati. Hata hivyo, hadi sasa hakuna udhibitisho huru uliotolewa unaodhibitisha madai ya Iran kwamba kituo hicho kimeharibiwa kabisa. Serikali ya Bahrain haijatoa maelezo ya kina kuhusu tukio hilo, huku Amazon nayo ikiwa haijathibitisha kiwango cha uharibifu uliosababishwa. Amazon Web Services ni mojawapo ya kampuni kubwa zaidi duniani zinazotoa huduma za kompyuta mtandaoni, yani cloud computing. Serikali, benki, kampuni za mawasiliano na taasisi nyingi hutegemea miundombinu yake kuhifadhi taarifa na kuendesha mifumo yao ya kila siku. Hii ina maana kwamba shambulio lolote dhidi ya vituo vyake vya data linaweza kuwa na athari zinazovuka mipaka ya nchi moja. Wataalamu wa masuala ya usalama wa mitandao wanaeleza kuwa tukio hili linaashiria mwanzo wa enzi mpya wa vita, ambapo mataifa hayalengi tena kambi za kijeshi pekee, bali pia miundombinu ya teknolojia inayochukuliwa kuwa muhimu kwa shughuli za kijeshi na kiuchumi. Katika miezi ya nyuma, vituo vya AWS nchini Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu viliripotiwa kuathiriwa na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani, yani drones, yaliyohusishwa na Iran, hali iliyosababisha usumbufu wa huduma za mtandaoni katika baadhi ya maeneo Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa ikiwa madai ya Iran yatathibitishwa, tukio hili litakuwa la kwanza katika historia ambapo kampuni kubwa ya teknolojia ya Marekani imelengwa moja kwa moja katika vita vya kimataifa kwa kiwango hiki. Aidha, hatua hiyo inaweza kuhamasisha mataifa mengine kuanza kuangalia vituo vya data kama malengo ya kijeshi wakati wa migogoro. Mashambulizi haya pia yamezua hofu kuhusu usalama wa uwekezaji wa teknolojia katika eneo la Ghuba. Katika miaka ya hivi karibuni, kampuni kama Amazon, Microsoft na Google zimewekeza mabilioni ya dola katika kujenga miundombinu ya akili bandia AI na huduma za wingu, yani cloud, katika Mashariki ya Kati. Kuendelea kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu hiyo kunaweza kuathiri mipango ya kuifanya Ghuba kuwa kitovu cha teknolojia duniani. Wakati huo huo, mvutano kati ya Marekani na Iran umeendelea kuongezeka. Mbali na Bahrain, Iran imeripotiwa kulenga vituo vya kijeshi vya Marekani nchini Jordan na miundombinu mingine inayohusishwa na washirika wa Washington katika eneo hilo. Kuongezeka kwa mashambulizi hayo kumechangia kupanda kwa bei ya mafuta duniani na kuongezeka kwa hofu ya kutokuwa na utulivu katika njia muhimu za biashara kama Bahari Nyekundu na Mlango wa Hormuz. Kwa sasa, dunia inaendelea kufuatilia kwa karibu iwapo kutatolewa ushahidi wa satellite au taarifa rasmi kutoka Amazon na Bahrain kuhusu kiwango halisi cha uharibifu huo. Lakini jambo moja linaonekana wazi, kuwa vita vya karne ya 21 havipigani tena kwa bunduki na makombora peke yake. Sasa vinapiganwa pia kupitia servers, vituo vya data na miundombinu ya kidijitali inayounganisha dunia nzima.